Kila siku, wasaidizi wa kisheria kote Tanzania husaidia watu kuelewa haki zao. Zana yako yenye nguvu zaidi kwa kazi hii ni bure, rasmi, na iko umbali wa mbofyo mmoja tu. Tanzli, Taasisi ya Habari za Kisheria ya Tanzania. Hebu tujifunze jinsi ya kuitumia. Sheria ya Tanzania inategemea vyanzo vitatu: Katiba, Sheria Kuu, sheria za Bunge, miswada inayopitishwa na Bunge, na sheria za kesi, maamuzi ya mahakama yanayotuonyesha jinsi sheria hizo zinavyotumika. Kesi hupanda kupitia ngazi 4: mahakama za msingi, mahakama za wilaya na za hakimu wakazi, Mahakama Kuu, na hatimaye Mahakama ya Rufaa ya Tanzania, ambayo maamuzi yake ni ya mwisho. Fungua Tanzli na uangalie menyu ya juu. Hapa utapata maamuzi ya mahakama, sheria, na gazeti la serikali, vyanzo vikuu vya sheria. Kituo cha utafiti kina muhtasari wa kesi, majarida na makala. Na chini ya mkusanyiko, tafuta sheria kwa lugha rahisi na sehemu maalum ya wasaidizi wa kisheria. Hii ndiyo sehemu unayoanza nayo kila siku kama msaidizi wa kisheria. Ili kutafuta, tumia upao wa utafutaji kwenye ukurasa wa nyumbani. Matokeo yako yataonyesha kila aina ya hati. Punguza matokeo kwa kutumia vichujio upande wa kushoto: aina ya hati, mahakama, mwaka na mada. Unahitaji usahihi zaidi. Fungua utafutaji wa kina ili kuweka kipindi cha tarehe. Ungependelea kuvinjari? Nenda kwenye maamuzi, chagua mahakama kama Mahakama Kuu na chuja kwa mwaka. Unapofungua hati, tazama upao wa zana. Unaweza kupakua PDF, kushiriki kiungo, kunakili nukuu, kuuliza maswali na kuelewa hati hii haraka zaidi kwa kutumia AI, kuruka hadi kwenye yaliyomo, kutafuta ndani ya hati na kufuata hati zinazohusiana, yote kutoka kwenye skrini moja. Tanzli inafanya kazi kwa Kiingereza na Kiswahili. Bonyeza menyu kunjuzi iliyoko kona ya juu kulia ya skrini yako ili kubadilisha. Kila hati inaonyesha lugha yake waziwazi. Ikiwa hukumu haipatikani kwa Kiswahili, angalia kiungo cha hati zinazohusiana au tafuta mwongozo wa lugha rahisi wa lugha mbili kuhusu mada hiyo hiyo. Ingia ili kufungua MiTanzli, nafasi yako binafsi ya kazi. Hifadhi nyaraka kwenye folda, ongeza maelezo ya faragha ambayo wewe tu unaweza kuyaona. Fuatilia mada au mahakama kwa masasisho, na weka arifa za utafutaji ili nyaraka mpya ziwasiliane moja kwa moja kwako. Sasa hebu tuangalie sehemu hii. Nafasi inayotangulia Kiswahili iliyoundwa kwa kazi yako ya kila siku. Chagua mada, utapata kichupo 3. Anza na mwongozo wa lugha rahisi ili kuelewa suala hilo kwa lugha ya kila siku. Nenda kwenye muhtasari wa sheria ili kupata sheria na vifungu sahihi vinavyokupa mamlaka kisheria. Kisha angalia muhtasari wa kesi ili kuona jinsi mahakama zilivyotumia sheria hizo. Mwongozo, kisha sheria, kisha kesi. Njia hii ya hatua 3 ndiyo msingi wa kila utafiti utakaofanya. Kila utafutaji huongoza kwenye mojawapo ya njia 3: uamuzi, unapoweza kusaidia moja kwa moja; rufaa, unapohitaji wakili; au elimu, unapojaribu tu kuwafahamisha jamii yako. Katika video zetu zijazo, tutatumia ujuzi huu wa utafiti kushughulikia kesi halisi za sheria za ardhi na za familia.